Lakini ukweli wa mambo ni kwamba anaingiza siasa kwa sababu ya tofauti zake na serikali na chama tawala na vile ambavyo aliondoka katika wadhifa ule. Kwa hivyo kuanza kusema kwamba ati kwamba ni serikali, la hasha, ni kutumia watoto vibaya, na hilo ni jambo ambalo tunasisitizia kama serikali kwamba ndivyo kutakuwa na michezo ya kuigiza, lakini isitumike kwa sababu kama Mwaura ana tofauti na mtu mwingine, basi inatumika kusema sasa ndio wakati wangu kuweza kujilipizia ama kuonyesha ubabe na umaarufu wa mtu binafsi. Jambo lingine ambalo tungependa kusema kwamba kumekuwa na hii mambo ya kusema kwamba mambo ya fedha ambazo sijui na kadhalika, mambo ya ETA, ni kusema kwamba sisi hilo ni swala ambalo ni la muhimu zaidi, ni swala ambalo ni la siri ambalo linafaa kushughulikiwa na asasi ambazo zinahusika na mambo ya kiusalama, na kwa hivyo tusiingize siasa kwa masuala kama haya, kwamba vile ambavyo tunaona wapinzani wetu wakijaribu eti kwa sababu ya hii na kadhalika. Kama kulikuwa na dosari kidogo pengine ya nyakati, hiyo ni kawaida. Hata mimi arifa yangu pengine nikiangalia inaweza kuwa na tofauti kidogo pengine kwa sababu ya bila ambavyo iliweza kuchapishwa, lakini serikali iko katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba imeweza kutimiza malengo yake yote, na ndiposa unapoangalia vile ambavyo tulipoingia katika mchakato huu wote wa pesa mfukoni, sasa hivi tunavyozungumza, ni kweli kusema kwamba kuna aina ya mimea ambayo imeweza sasa kuzalishwa vizuri na Wakenya wanafaidika sana katika vile ambavyo wanapata. Kutakuwa na mswada, lakini baada ya makadirio ya bajeti tarehe 30 mwezi huu wa Aprili, mwezi wa 4. Kwa hivyo hamna, na wakati tutapokuwa na wakati ule tutakuwa na njia mwafaka, bali ni kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba wale ambao hawalipi kodi wameweza kulipa, ndiposa tusiweze kuongeza. Hivi imeweza kuongezeka kutoka shilingi 24 mpaka shilingi 100 kwa kilo. Hilo sio jambo ambalo lilikuwa linafanyika hapo awali. Ukiangalia kama ni kahawa, sasa hivi watu wamepata mpaka zaidi ya shilingi 130 kwa kilo moja. Kwa hivyo watu wanaweza kupata fedha hizi vile ambavyo tulivyosema. Tutajua fika mambo ya maziwa kwamba sasa hivi kilo moja ama lita moja ya maziwa ni shilingi 50. Na pia ukiangalia hata wale wenzetu ambao wanafanya ukulima wa miwa, sukari, utapata kwamba sasa hivi tunaweza kuwalipa shilingi 5,300 kwa tani moja ya miwa kutoka shilingi 4,500. Ikumbuke kwamba hapo awali pia tuliweza kuwapatia bonus ya shilingi milioni 150. Pia watu wa miraa ambao ilikuwa ni kizungumkuti hapo hivi, kuna aina 3 za miraa, na tunaona kwamba ile grade ya kwanza sasa hivi imeweza kuongezeka kutoka shilingi 700 mpaka 1,300, ongezeko la shilingi 600. Pia grade ya pili tumeweza kupata kutoka shilingi 350 mpaka ikawa ni maradufu kwa shilingi 700, na pia ya mwisho ya Alil ambayo sasa inaweza kutoka shilingi 500 mpaka shilingi 1000. Haya ni mambo mazuri sana. Na sasa hivi hatuuzi tu kahawa yetu tu vile vilivyo. Tunaweza kufanya ile tunaita kwa kimombo value addition, na tunapeleka katika nchi za kigeni, jambo ambalo limeweza kusaidia sana. Sisi wenyewe ndio tunaweza kuuza parachichi kwa njia ya hali ya juu zaidi katika Afrika nzima, na pia mambo hata ya ngozi tumeweza kusonga mbele. Zaidi ya hapo, ukiangalia mpango wote wa Taifa Care, wa Kenya wenzangu, tunashukuru kusema kwamba sasa hivi ukiangalia ruwaza ya 2030 Vision 2030